kukaribisha tena katika meza ya kimichezo kutokea hapa ndani ya channel yako pendwa ya Mapro Media. Nikusihi kwa wewe ambaye bado hauja subscribe, hakikisha unabonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili uweze kuungana na familia ya Mapro Media kwa ajili ya kupata zile taarifa muhimu kubwa ambazo zinatokea hapa katika channel yako ya Mapro Media. Yes, katika meza hii ya kimichezo tunayo mengi, lakini kubwa ni tetesi za usajili ambao unaenda kufunguliwa rasmi wiki ijayo, na hii ni kuhusiana na wachezaji ambao Young Africans tayari wamekwenda kuwasajili, na nafikiri hii itakuwa ni habari njema sana kwa sababu katika kipindi ambacho Young Africans wamepitia sajili bora, nafikiri hiki kitakuwa pia ni sehemu ya kipindi ambacho Young Africans wanakwenda kuonesha namna ambavyo walivyo vizuri katika kusajili wachezaji. Young Africans bwana, wamesajili wachezaji wengi mpaka sasa, na ni wachezaji wa kigeni pamoja na wachezaji wa ndani. Tukizungumzia wachezaji wa ndani ambao tayari wameshasajiliwa ni pamoja na Idi Shaban Nado. Nafikiri katika taarifa za nyuma ulishaona kwamba tulishamtaja, lakini pia Faisal Salum, nafikiri katika video iliyopita pia umeona taarifa yake kwamba rasmi tayari Faisal Toto anarejea Young Africans. Lakini pia kwa wachezaji wa nje ambao pia walishawahi kucheza Young Africans ni Stefan Aziz Ki, tayari anarejea katika kikosi cha Yanga kuongeza nguvu katika timu hiyo na kuonesha kwamba yes, Young Africans sasa wanajipanga kwenda kufanya maangamizi. Lakini ukiachana na hao bwana, kuna wachezaji wapya kabisa ambao wanakwenda kujiunga na klabu ya soka ya Yanga katika msimu huu. Moja ya wachezaji hao ni pamoja na mchezaji Suleiman Fofana, ambaye huyu anatokea pale katika kikosi cha ASEC Mimosas ya kule nchini Ivory Coast, na nafikiri nilishaeleza katika video zilizopita kama sikosei, tayari ni moja kati ya wachezaji ambao wanakwenda kuunga nguvu katika kuhakikisha kwamba Young Africans wanakwenda kuwa na msimu bora sana katika msimu huu unaofuata. Lakini sambamba na hao ni pamoja na Mikel Set ambaye pia tulishamsema, lakini pia pamoja na mchezaji Mugisha ambaye anachezea kikosi cha Al Hilali Omdurman ya pale nchini Sudan. So Young Africans bado wanaendelea kuonesha namna gani wanataka kuiboresha timu hiyo, lakini pia ni kwa namna gani wamejiandaa vyema kabisa katika kutengeneza kikosi chenye ubora, kikosi ambacho kinakwenda kuandika historia. Pengine ndio kikosi ambacho kitafanikiwa kwenda kufika hatua ya nusu fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Young Africans msimu huu atakuwa ni mshiriki wa ligi hiyo. So ni habari njema sana kwa klabu ya soka ya Yanga, hususan kwa mashabiki ambao wanaitakia mema klabu hiyo, lakini pia ni habari ngumu kwa klabu zingine ambazo ni wapinzani wa Yanga, kwa sababu kikosi ambacho kinakwenda kusokwa kwa kweli ni kikosi ambacho kinakwenda kuonesha nguvu na uimara mkubwa sana wa klabu hiyo. Ni habari kwa ufupi tu hapo. Tuandike maoni yako kwenye comment section. Unafikiria Young Africans wanakwenda kuonesha ubora wa aina gani kwa sajili hizi ambazo zinaonekana kwenda kutimia kwa 100%? Tuandike maoni yako kwenye comment section, lakini pia usisahau kubonyeza neno subscribe, ku like na kushare video zetu. Asante na kwaheri, tukutane next video.